kuna visa mbalimbali ambavyo viliweza kutokea wakati Mtakatifu Dominiko akiendelea kuhubiri kuhusu rozari. Kimojawapo ni pale ambapo mama mmoja ambaye alikuwa ni mtaua, mcha Mungu, mtu anayesali na kufanya majitoleo mbalimbali, alifanya majitoleo mbalimbali ya kufunga, kulala katika kitanda ambacho kina misumari, kujichapa fimbo na fito mbalimbali kwa ajili ya kutiisha mwili wake na kuweza kufanya majitoleo kama sadaka, kama nafasi ya kufanya malipizi ya dhambi ambazo amezitenda au kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Huyu mwanamke alipokwenda kuungama kupata sakramenti ya kitubio kwa Mtakatifu Dominiko, Mtakatifu Dominiko alimpatia malipizi, akamwambia kwamba kasali 15 ya rozari takatifu. Na kwa kuwa mwanzoni alikuwa haijui rozari, kwa alifundishwa kusali rozari, na Mtakatifu Dominiko alimpatia, akamwambia kasali 15 ya rozari kama malipizi yako. Huyu mama mcha Mungu na mtaua sana alikwenda kusali hivyo vipande 5 ama 15 ya rozari kama malipizi yake. Na baada ya kusali 15 haya ya rozari, aliweza kuona maono. Katika maono ambaye aliweza kuyaona, aliona ni siku ya hukumu, wakati wa hukumu, ambapo alimuona malaika wa Mungu amebeba mzani. Na katika huo mzani alivyokuwa ameushikilia huyo malaika wa Mungu, ilikuwa ni katika hukumu ambapo wadhambi walikuwa wanining'inia katika upande moja wa mzani kuelekea motoni, na upande mwingine wa mzani vikaonekana vile vitu alivyokuwa akivifanya katika maisha yake: kufunga kwake, kujipiga na mijeredi na fito mbalimbali, kulala katika kitanda kilicho na misumari, kujitesa na kujiumiza, vimewekwa upande wa pili wa ule mzani. Lakini ule mzani haukuweza kushuka chini, manake wadhambi katika ule upande mwingine walikuwa wanaelekea kwenda motoni. Na sasa kwa maana hii basi ikaonekana kwamba malaika yule wa Mungu akachukua yale 15 ya rozari ambayo huyu mama aliyasali kama malipizi, ambayo alipewa na Mtakatifu Dominiko. Rozari hile ikaweka katika ule upande ambao kulikuwa na yale majitoleo mengine ambayo huyu mama aliyafanya katika maisha yake, na mzani uliweza kuja juu. Manake kwamba hawa wadhambi waliokuwa katika hatari ya kuingia motoni, basi waliokolewa kwa vile vipande 5 au 15 ya rozari. Tunaona kabisa nguvu ya rozari. Na katika mafundisho ya Mtakatifu Dominiko ambaye alivyoendelea kufundisha ibada ya rozari takatifu, aliweka msisitizo mkubwa kwa Wakristo, hasa Wakatoliki, kuisali rozari, kuipenda rozari. Na yeye kabisa alidiriki kusema kwamba Katoliki ambaye ipendi rozari, Katoliki ambaye hana matumizi na rozari, Katoliki ambaye asali rozari, aiheshimu rozari, shetani ni baba yake. Mkatoliki huyu ambaye haipendi rozari, ana upendo na rozari, ana upendo na Mama Bikira Maria, basi anabadilika kuwa adui wa Mungu, mtoto wa shetani.
hivi ni ambavyo Mtakatifu Dominiko alitumia namna yoyote kuweza kuweka msisitizo mkubwa zaidi kuhusu ibada ya rozari. Na katika kisa kingine ambacho Mtakatifu Dominiko alivyoendelea kuonyesha ule utukufu wa rozari ni pale ambapo aliweza kutoa mapepo au pepo wabaya kwa mtu mmoja aliyepagawa, ambaye huyu mtu alikuwa ni mfuasi wa ule uzushi wa walibijensi. Kwa hiyo alikuwa ni mwalibijensi aliyepagawa pepo wengi. Na katika mkusanyiko mkubwa ambapo huyu mtu aliletwa pamoja na watu wakimleta kwa Mtakatifu Dominiko ili aweze kumtoa yale mapepo, kumpunga yale mapepo, Mtakatifu Dominiko aliweza kuamuru wale mashetani aweze kumtoka yule mtu, lakini hayakuweza kutii. Lakini Mtakatifu Dominiko alipiga magoti na kusali, akamwomba mama wa Mungu Bikira Maria kwamba, mama, nakuomba kwa sala hii niruhusu nimuoji huyu aliyepagawa pepo na kukiri kuwa wewe ni nani mbinguni. Basi Mtakatifu Dominiko alipiga magoti na kusali kwa unyenyekevu akimwomba mama Bikira Maria, na mama Bikira Maria alitokea, ingawaje umati ule wa watu hawakuweza kumuona, lakini Dominiko aliweza kumuona, na yule mtu aliyepagawa pepo pia aliweza kumuona mama wa Mungu. Mama wa Mungu alitokea akiwa amebeba mtoto Yesu na ameshikilia fimbo ya dhahabu. Kama tunavyofahamu na tunafuatilia kwamba ile picha ya Bikira Maria, msaada wa Wakristo ambao kilitujia, tunakumbuka tarehe 24 Mei, yule mama Bikira Maria ambaye ameshikilia ile fimbo ya dhahabu. Aliweza kumpiga kwenye kichwa yule aliyepagawa pepo na kumwambia, msikilize mtumishi wangu Dominiko. Basi yule aliyepagawa pepo aliweza kukiri Maria ni nani, akakiri ukuu wa rozari, akakiri wale watumishi wa Maria ambao ni wafasi wa rozari ni namna gani ambavyo shetani na majeshi yake wanamuogopa. Basi aliweza kukiri hayo yote na kuonesha kwamba Maria anaogopeka sana na utawala ama dola ya Ibilisi ama dola ya shetani, kwa sababu yeye amekingiwa dhambi ya asili na maombezi yake ni makubwa na ni mazito sana, hata ukishindanisha na watakatifu na malaika wote yakiwa pamoja. Aliweza pia kukiri kwamba Maria ni njia ya hakika ya kwenda mbinguni.